Zaidi tupo hapa kukujuza yale mengi ya kimichezo, hasa kile ambacho kinamhusu Mohamed Dewji na klabu yake Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia tutagusa yale ambayo yanahusu klabu ya Young Africans na mengine kadri muda ambao tutakuwa nao. Lakini sipo peke yangu, nipo na Steven mwana wa Mapunda ende ambaye atakupitisha kwenye kile ambacho tunakijadili hivi sasa. Lakini usisahau tunapoa nguvu na Super Banco, Easy Pads, Helabet, Vini Kolomboka, hawa wote ndio ambao wanatufanya sisi tunapata nguvu ya kukujuza yale mengi ya kimichezo. Steven mwana wa Mapunda, upo njema? Mimi niko vizuri. Niko vizuri kabisa, sawa bin sawia. Yep. Namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki. Yes. Kabla sijazungumza na Steven Mapunda, kuna mengi ambayo yalikuwa yanaulizwa na watu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Simba, kwa maana tayari wameshapewa katiba yao. Sasa mchakato unaanza mapema tu. Swali ambalo wengi walikuwa wanajiuliza ni kwamba je, Mohamed Dewji atabaki peke yake ama atakuwa na mwingine? Kabla hatujaja kwako, tusikilize wahusika ambao walijibu hili jibu, alafu then tutakuja kwako Steven Mapunda. Twende moja kwa moja tumsikie. Kanuni ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama ndivyo ya 2017 imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka. Lina umoja, lina wingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana. Limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Swali lingine imekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba? Katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba. Imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni. Itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited, ambako ndio bodi inakoundwa. Inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu wa namna bodi itakavyoendeshwa huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa kampuni ukae kwenye katiba, umenielewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini? Wameingia. Kwa hiyo wamesema wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi chata. Yes bwana, kama mlivyosikia wengi mlikuwa mkiuliza Mohamed Dewji, je, hiki ambacho kimetokea kitamfeva yeye ama kwake itakuwa ni changamoto kubwa? Kwa sababu kubwa zaidi ambalo wengi tunaona lipo ni kwamba Mohamed Dewji anatamani zile 49% zote ziwe kwake peke yake, na tumesikia hapa kwamba wataamua wao Simba, kama mmoja, wawili, watatu watajua wao wenyewe. Kwako Steven Mapunda, baada ya hiki kutokea, unadhani Mohamed Dewji atakuwa ameipokea vipi hili swala? Kwa jinsi ambavyo naona, na jaribu kuwaza kwamba Mohamed Dewji ni mwekezaji ambaye ametoka na Simba mbali, ni mwekezaji ambaye ana historia na Simba Sports Club toka wakubwa zake wakiwa wanaisimamia Simba. Kwa ni mtu ambaye ana historia kubwa sana katika uwekezaji ndani ya Simba, na mara kadhaa tumemsikia Mohamed Dewji akiwa anajaribu kushinikiza swala la mabadiliko lifanyike kwa haraka zaidi. Yep. Kwa ina maana kwa namna moja au nyingine kwake yeye mabadiliko haya
yanakwenda kumfavor kwa sababu yeye mwenyewe ndio alikuwa anayahitaji haya mabadiliko. Sasa kwenye kuyahitaji mabadiliko mara nyingi sana, kama neno lenyewe mabadiliko lilivyo, yaani ukizungumzia mabadiliko inamaanisha kwamba kitu ambacho mlikuwa mkikifanya kwa staili hii, basi inawezekana katika mabadiliko staili ikabadilika. Yes. Kwa jinsi ya kubadilika hiyo staili, je, Mohamed Dewji atakuwa yuko tayari? Kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwenye uwekezaji ambao unafanya ndani ya Simba, tunaiona Mo imetokea mara nyingi zaidi. Yes. Ukichukua jezi, umeona, ukiangalia wadhamini waliopo kwenye jezi, Mo unakuta anachukua kwa takriban 80% akiwa ametanda Mo. Yep. Ukiangalia katika kiwanja cha Simba mpaka kimeitwa Mo Arena. Yes. Yaani Mo amezidi kutamalaki. Yep. Ukiangalia kwenye product mbalimbali, Mo anazidi kutamalaki. Yes. Kwa sasa unapokuja kwenye mabadiliko, je, atakuwa yuko tayari kuweza kuweka share na watu wengine waweze kutokea katika maeneo ambayo yeye muda mrefu amekuwa akihozi? Sasa hilo ni swala ambalo la kuweza kusubiri wakati ukifika tuweze kuona nini ambacho kitakuja kutokea. Lakini ukweli yote katika yote tunakwenda kuona kama haya mabadiliko ambayo yameweza kufanyika ndani ya klabu ya Simba yakaweza kufuatiliwa na kuweza kutiliwa mkazo, basi inawezekana kabisa ikawa ni sehemu ya hatua moja kwenda nyingine kwa klabu ya Simba Sports Club. Yep. Lakini pia kuna sehemu ambayo mimi bado najiuliza maswali kwamba kwa nini katika eneo la mwenyekiti wa bodi lisiwe sehemu ambayo imewekwa, yani katiba imeeleza wazi kwamba sifa za mwenyekiti wa bodi anatakiwa aweje. Ukiangalia hapo kwa mujibu wa maelezo ya msajili anasema kwamba kwa mujibu wa katiba ya Simba, mwenyekiti wa bodi itategemeana na makubaliano ambayo atakokuwa nayo kati ya Simba na wawekezaji. Yaani haijaeleza moja kwa moja kwamba ili uweze kuwa mwenyekiti lazima uwe na sifa kadha wa kadha. Umeelewa vizuri kwamba ni makubaliano. Sasa ukija ukiangalia kwa wawekezaji, kwa sababu wawekezaji wao wapo kwa ajili ya kuweza kutafuta profit. Yes. Na moja ya kutafuta profit ni wao kuweza kuweka vipaumbele vyao. Vipi kama anakuja mwekezaji, moja kipaumbele chake ni kuhakikisha kwamba mwenyekiti atoke kwenye sehemu yangu, wewe utakataa kwa sababu wewe unahitaji mwekezaji ili uweze kusonga mbele kiuchumi. Na mwekezaji anasema ili niweze kuwa mwekezaji na demand kuwa lazima mwenyekiti wa bodi atoke upande wangu. Wewe una masozi ya kiuchumi ya kuweza kumzuia mwekezaji asiweze kuchukua hiyo nafasi. Kwa hiyo inawezekana katika eneo hilo wakaendelea kusalia pale pale ambapo walikuwa hapo mwanzo, ambapo mwenyekiti wa bodi ya Simba alikuwa anatoka kwa mwekezaji. Kwa hiyo inawezekana hata hivi sasa hivi pia wameshindwa kuweza kuweka utaratibu kwamba waangalie majority kwenye watu wengi au ndio uwape nguvu, kwa sababu hao ndio ambao wenye timu yao. Basi ingekuwa inaeleza wazi kwamba kwa upande wa mwenyekiti wa bodi basi inatakiwa atoke katika watu ambao wenye hisa nyingi, watu ambao wanasimamiwa na watu wengi, ili kuweza kusimamia maslahi ya watu wengi, basi atokee kwenye watu wengi. Ingeeleza tu hivyo. Kwa nini haijaeleza hivyo? Kwa hiyo kidogo naona inaweza ikatengeneza contradiction, kwa sababu wakati wowote ule mwekezaji ambaye anakuja kuweka pesa zake atahitaji ulinzi wa pesa zake. Sahihi. Umeelewa vizuri? Na hawezi kukubali kuweza kutoka nje ya mfumo wake. Hapo ndo kutakuwa na utata mkubwa. Na hilo matajiri wengi na makampuni mengi yanaika hivyo. Lakini kuna hoja hapa ambayo nimeona imeibuka kwamba hawezi kuruhusu kwamba waweke utaratibu kwamba mwenyekiti wa bodi awe na sifa hizi aweze kuwa mwenyekiti, kwa sababu kampuni huwezi kumuingiza kwenye katiba ya nini? Katiba ya Simba ya klabu. Yaani kwamba katiba ya klabu ijitegemee yenyewe kama yenyewe, alafu uwekezaji huwa ijitegemee yenyewe kama yenyewe. Sasa hapo unajaribu kujiuliza maswali. Kati ya klabu na kampuni ya uwekezaji nani mkubwa? Jibu la msingi unasema kwamba klabu ndiyo kubwa. Kati ya klabu na mwekezaji nani ambaye ana umiliki mkubwa katika kuendesha klabu? Unasema klabu ya Simba. Umeelewa vizuri? Sasa kama ni klabu ya Simba, mimi ninachokiamini ni kwamba siku zote kiongozi ndio ambaye anatoa dira ya kusema kwamba tunaelekea huku. Kwa hiyo Simba ni kama flame
ambayo ipo pale. Yes. Ambapo hizo frame ziko wazi. Mtu unakuja kuchagua kwamba bwana mimi nakuja hapa nataka katika frame zako nataka nije kuuza nguo. Yes. Katika frame zako mimi nataka nije kuuza labda phone accessories. Yeah. Katika frame zako mimi nataka kuja kuuza vifaa vya magari. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo sasa wewe kama mwenye frame unatakiwa uwe na utaratibu kwamba ili uweze kuuza vifaa vya magari lazima uwe na ufuate utaratibu 1 2 3 ili tuweze kwenda sawa sawa. Lakini kama wewe ukiwa unatoa room ya mpangaji anakuja naye kuweka utaratibu wake, yes, lazima kuna kitu ambacho mtakuwa mnakwenda mbele alafu mnarudi nyuma. Huo ndo mtazamo wangu ambao nimejaribu kutazama katika hiki ambacho kimeendelea ndani ya katiba mpya ya Simba Sports Club. Yes, sasa tukisema kwamba Mo Dewji amepewa timu ya Simba kwa maana Simba ipo chini yake, kwa sababu katiba inamruhusu kubaki peke yake, lakini pia katiba inamruhusu yeye kuweka sheria zake na taratibu zake hasa katika kuchagua uongozi. Nikisema kwamba sasa Simba naenda kuwa ya Mo Dewji nitakuwa nakosea? Ni big no, utakuwa unakosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Simba inaweza kuwa na mwekezaji zaidi ya mmoja. Kwa namna ya kuweza kuwakubali wawekezaji ni klabu ya Simba, sio Mo tena. Okay. Yaani hiyo ndo ushindi ambao Simba mweza kupata, kwamba kwa sasa wao wenyewe wana ile authority ya kuhitaji mwekezaji zaidi ya mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaweza wakauza hisa zao. Kwa ilivyo klabu, unavyoona klabu ya Simba, si Simba tu, hata Yanga na kadhalika, jinsi ambavyo wamewakumbatia wadhamini wao. Tumeona Simba na Mo, lakini pia tumeona Young Africans na GSM. Unahisi kweli Simba watakubali wawekezaji wawe zaidi ya wawili kwa jinsi ambavyo wamekaa na Mo? Sasa hapo hilo ni swala la kusubiri, lakini ukweli ni kwamba ndani ya Simba yenyewe ukijaribu kuchunguza, kulikuwa na matabaka mawili. Yes. Kuna tabaka linahoji na kuna tabaka linasema haina haja ya kuhoji. Kwa hiyo katika hiki ambacho kimeweza kutokea, katiba mpya inamaanisha kwamba sasa hii ndio itakwenda kutoa dira sasa ya wana Simba wenyewe. Okay. Lakini kabla hawajakwenda huko, ina maana kwamba Simba sasa wanachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na kitu kimoja, unity yao iweze kuwa kubwa. Yes. Lakini pia waweze kutengeneza majority ambayo inaweza ikawa na nguvu, kwa maana ya kwamba wanachama, kadi za wanachama, umeelewa vizuri? Ili wawe na sauti moja. Yes. Wana slogan nzuri sana ambayo hata mimi kwangu mimi wao inani bless sana. Simba nguvu moja. Yaani kama Simba ikiwa nguvu moja inamaanisha kwamba mwekezaji akija ataifuata nguvu ya Simba. Sahi. Lakini kama wao watakuwa wako scattered, huyu anasema hiki, huyu anaongelea hivi, huyu anazunguka huku, inamaanisha kwamba hapo obviously kwamba bado Mo atabaki kuwa wa mwisho na ndio atabaki kuwa mwekezaji wa mwisho, hakuna mwekezaji mwingine. Lakini kama Simba wenyewe wataamua kuwa wamoja na kuweza kutengeneza unity yao ambayo inaelezeka kabisa na kuweza kuwa wazi, mimi naamini kabisa kwamba wanao uwezo wa kwenda kuongeza wawekezaji wengine ambao itakuwa na faida zaidi. Labda kwa faida tu ya wasikilizaji na watazamaji wa Salamba Radio na Salamba TV. Unajua klabu ya mpira mara nyingi sana inaendeshwa kwa kuweza kutegemea katika nyanja zisizopungua 3 hadi 4. Yes. Nyanja ya kwanza ni viingilio vya uwanjani. Nyanja ya pili ni kuuza product za timu. Yes. Nyanja ya tatu ni kuuza wachezaji. Umeelewa vizuri? Hizi ndizo nyanja kuu ambazo zinategemewa zaidi katika kuingiza kipato. Yes. Lakini kwenye product za timu mara nyingi sana ili ziweze kufika mbali lazima ziwe zinapata wawekezaji. Let's say unapokuja kutengeneza jezi lazima upate watu wenye muscles za kiuchumi za kutosha. Kwamba watengeneze jezi ambazo ni quality, watengeneze jezi ambazo wanaweza wakadistribute hata nje ya mipaka ya Tanzania kwa nguvu ile ile. Wawe na muscles ya kuweza kupambana hata na maharamia. Umeelewa vizuri hapo? Yes. Kwa hiyo ina maana kwamba lazima uje kumpata mwekezaji ambaye anakuwa na misuli ya kutosha zaidi. Na ukiangalia kwa Simba Sports Club kwa sasa hivi, ukiangalia mbali ya timu, ukija tu kwenye product zake, ukizungumzia tu kwamba Simba kuna mashuka, yani mashuka ya kulalia ya Simba. Umeelewa vizuri? Kuna mashabiki wangapi wa Simba wataamua kusupport timu yako kununua mashuka ya kulalia ya Simba? Umeelewa vizuri? Haya, ukaamua kwamba bwana Simba sasa sisi tunahitaji kuwa na kinywaji chetu. Kuna Mo Energy, kuna nini na nini.
tunahitaji kuwa na kinywaji chetu kama cha Simba Sports Club. Haya, wawekezaji akaamua aweke hapo, wanauza kiasi gani? Kwa hiyo unakuta kwamba Simba wao kama wao ni full package. Wao kama wao tayari ni lidude fulani limekaa sehemu fulani ambayo ni hela ambayo imelala sehemu fulani. Yes bwana Steven Mapunda, kutokana na muda kwa haraka sana, hiki ambacho kimetokea kwa Simba kwa maana kile ambacho alikihoji Mohamed Dewji, kwa maana transformation inakuaje, tayari tunaanza kuona kwamba nyota njema imeanza kuonekana, na muda si mrefu maneno atakaa pembeni, itaanza kufanyika kazi. Unadhani hiki ambacho kimetokea na kinachoendelea kwa hivi sasa, tunaenda kushuhudia kwamba upigaji lakini pia ukuhamishaji na yale ambayo alikuwa analalamika Mohamed Dewji, kwa maana anaweka pesa sehemu lakini bado kama anakopesha tu, sasa anaenda kuweka kisheria na kikatiba. Unadhani sasa wale viongozi ambao hawastahili kukaa Simba kutokana na hiki ambacho kinaendelea, wenyewe watajichuja, watakaa pembeni, au unaona kwamba ni mabadiliko tu ambayo yanakuja, lakini bado wale viongozi ambao wamekuwa wakikwamisha Simba wataendelea kuwepo kwa Simba? Sina ushahidi wa kutosha kwamba viongozi gani ambao wanaikwamisha Simba, lakini kulingana na tweets mbalimbali za tajiri, lakini pia na rumors mbalimbali ambazo zinasemwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa kina zaidi unakuja kuona kwamba shida haikuwa nini, shida ilikuwa ni mfumo. Shida ilikuwa ni utaratibu na kanuni za Simba Sports Club. Kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa sasa kwa katiba mpya hii ya Simba Sports Club, maana kwamba inakwenda kutoa sasa uwanja mpana zaidi wa Simba kuweza kutengeneza mazingira ya kuwa timu ambayo inaweza ikajitegemea katika kila nyanja. Kwa ina maana pia hapa inatoa nafasi sasa kwa mwekezaji kukaa chini na kujitathmini kwamba toka tulipokuwa mwanzo tulikuwa tunaishi katika katiba ya zamani na tulikuwa tumewekeza nguvu kwa kiasi hiki na tumeweza kupata hasara kiasi hiki, na tumeweza kupata contradiction, yani tunawekeza lakini haieleweki tunawekeza wapi. Tunawekeza Simba Sports Club Holding Company Limited, tunawekeza kwenye Simba Sports Club Company Limited, tunawekeza kwenye Simba Sports Club. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo na ukiangalia katika maelezo ya msajili anasema kwamba hata zile fedha zote ambazo zilikuwa zinaingia katika Simba Sports Club Holding Company Limited zinatakiwa ziingie Simba Sports Club Company Limited. Yani ziwe pesa za moja kwa moja. Kwa hiyo unajiuliza wakati Mo Dewji akiwa anaweka bilioni 20, akaja akaweka bilioni 27. Umeelewa vizuri? Hizi pesa alikuwa anaweka katika Simba Sports Club Holding Company Limited, au alikuwa anaweka kwenye Simba Sports Club Company Limited, au alikuwa anaweka kwenye Simba Sports Club? Na ndio maana kuna maswali mengi alikuwa anaulizwa kwamba hizo pesa ambazo zimewekwa bilioni 20 zimewekwa kwenye akaunti ipi? Unanielewa vizuri hapo? Kwa hiyo hizi zote ni mkanganyo ambao ulikuwa unatokea katika uwekezaji wa awali na katika utaratibu wa awali. Kwa sasa hivi inaenda kuleka picha nyingine kwamba tayari Simba ishakuwa official, na ukimsikiza msajili anakuambia kwamba Simba inatambulika kama kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi, kwa kufuata kanuni na taratibu za Baraza la Michezo la Tanzania BMT, ikitambulika kama Simba Sports Club Company Limited. Kwa sasa hivi ina maana kwamba inaanza kutambulika kama Simba Sports Club Company Limited. Na kama kuna uwekezaji wowote ambao ulikuwa umewekwa nje ya hapo, ina maana kwamba watakaporudi sasa wataanza kuweka mambo sawa sawa kwamba sasa hizi pesa zote ambazo zilikuwa zimekaa huku zihamishwe huku, alafu tuanze kuhesabu kuanzia hapo. Na msajili aliweka vitu clear sana, akasema kwamba zile pesa zote ambazo zilikuwa zinashirikiwa katika Holding Company Limited zinatakiwa ziingie moja kwa moja kwenye Simba Company Limited. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia hapo sasa uwekezaji wote ambao umefanywa na Mo Dewji walipokuwa wanahoji kwamba zimekaa kwenye akaunti gani, zimefanya nini, sasa kwa sasa hivi ni rasmi Simba Sports Club Company Limited. Kwa hizo pesa zote sasa ziingie kwenye Simba Sports Club Company Limited. Kwa mimi naona huu umekuwa msaada mkubwa zaidi kwa Simba, na hata kama watu wengine walikuwa wanaenda mbali zaidi kusema kwamba hazikuwa pesa, zilikuwa story, hazikuwa pesa, ilikuwa ni mikopo. Kwa kuanzia hapa sasa itajulikana, je, mlikopeshwa, na kama mlikopeshwa mnalipaje? Umeelewa vizuri? Na kama mkopesho iliwekezwa, kwa hiyo ije huku tuione kwamba hii tayari ni uwekezaji umekuja, na baadaye tuje kuziona mali za klabu.
na thamani zake. Yes. Ina maana kwamba mali za klabu, thamani zake zote zinaingia kwenye Simba Sports Club Company Limited. Kwa hiyo zinakuwa ni pesa za moja kwa moja. Hapo msajili mimi nilimuelewa vizuri kabisa kwa sasa mali za Simba na fedha zote zitakuwa ni sehemu ya moja kwa moja kuondoka kwenye kundi la watu wachache. Yes, tunaondoka kwenye story za kusema kwamba bilioni 20 na kadhalika. Sasa tunaenda kwenye uhalisia. Kwa hivi sasa hakuna tena kuhoji masuala bilioni 20, Mo kafanya nini, huyu kafanya hivi, hapana. Sasa hivi tunaenda kwenye uhalisia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba zimesalia siku chache kuona sasa Simba pia wanasajili wanachama wapya. Kwa hiyo wewe shabiki wa Simba, ni wakati sasa, ikifika tarehe 27 ndivyo ambavyo wamesema wataanza kutoa kadi. Nenda katika jisajili, uwe mwanachama hai na wewe uwe na haki ya kuweza kuzungumza, sio kama vile ambavyo walifanya baadhi ya influencer wa Simba wakaandaa press wakazungumza vitu ambavyo havikukaa kisheria. Kwa hiyo Simba ni wakati sasa wa kurudi kuwa bora. Pengine labda tunaweza tukaishuhudia ile Simba ya miaka 5 ambayo imepita, ilikuwa bora sana. Sasa Mohamed Dewji sasa hivi sasa hakuna tena kukopesha wala hakuna kufanya kimapenzi, bali anafanya kazi, lakini ndani yake ndo yaje mapenzi. Hii ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kile ambacho kinaendelea. Lakini wewe shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye unatufuatilia kwa hivi sasa kupitia Salamba Radio, unao nafasi ya kushare nasi kwa kucomment hapo chini, kutuambia unahisi hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kinaenda kuwatoa wale viongozi ambao walikuwa wanaikwamisha Simba. Lakini pia unaweza ukatuandikia, je, wewe unatamani uongozi wa Simba uwe vipi? Tayari watu wapo hapa ambao wanashare nasi. Onesmo Chaze anasema kwamba anatamani uongozi wa Simba, mwenyekiti upande wa wakurugenzi awe Magori, wanachama awe Try Again, CEO awe Babla Gonzalez. Yeye amesema hivyo. Kashapanga safu yake. Yes, ashapanga safu yake. Na wewe shabiki wa Simba, ni wakati sasa tupangie safu yako ya uongozi. Unataka iwe vipi kwa manufaa mapana ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Tutapita na comment zenu ambazo mna comment hapo. Tuhame kwenye hilo. Tuende moja kwa moja kuangalia segment ambayo inafuata, kwa maana yale ambayo yamezungumzwa mitandaoni hasa kuhusu Simba ama yale ambayo yametrend. Taarifa zinaeleza kwamba Abdulrazak Hamza kitasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ripoti kutoka kwa madaktari zinasema kwamba huenda akakosekana msimu mzima. Kwa maana msimu huu wote tunamkosa Abdulrazak Hamza. Lakini taarifa zingine pia zinamhusu Wilson Nangu, beki wa klabu ya Simba, naye alipata majeraha kwenye mchezo wao dhidi ya Esperance de Tunis baada ya kufanywa upasuaji, na yeye anaweza kukosekana kwa miezi kadhaa. Kwa maana Simba wanaenda kuwakosa mabeki wao wakati kwa muda mrefu. Hii imewatokea klabu ya Manchester City, pia wanapitia hiyo changamoto ya kuwakosa baadhi ya wachezaji wao ambao wanacheza kwenye safu ya ulinzi. Lakini faida ambao waliipata wao, dirisha la usajili lilikuja na wakaongeza mchezaji kwa maana Mark Gay kutoka Crystal Palace. Kwa Simba hiyo room hakuna tena, kwa sababu halifunguliwi tena dirisha la usajili. Kwa namna gani Simba anaenda kuathirika kwa kosa hawa wachezaji ambao wanacheza kwenye safu ya ulinzi, wachezaji wazao ambao pia walianza vyema sana kwenye nafasi hiyo? Hili pigo linakuwa sio kwa Simba peke yake, hata katika timu ya taifa ya Tanzania. Yep. Tunatambua kabisa kwamba kwa sasa mabeki ambao wamekuwa regular ni kama Dickson Jobu, Bakari Nondo Mwamnyeto amerudi. Yep. Ibrahim Baka, lakini pia Abdulrazak Hamza alikuwa anaingia, Wilson Nangu naye pia alianza kuhusishwa, hawa na Lame Kilawi pia. Yep. Ni mabeki ambao kwa sasa ukiwazungumzia mabeki wazawa, basi hizi sura zitakuwa zinajirudia mara kwa mara. Sasa kwa kuweza kukosekana kwenye eneo la kiushindani, linakwenda kutengeneza disaster upande wa taifa kiujumla, kwa maana kwamba Wilson Nangu tunafahamu namna ambavyo anajituma katika kiwanja toka akiwa JKT Tanzania na anakwenda kuikost Simba. Hii ni hasara ambayo Simba wanakwenda kuipata, lakini pia kama taifa pia tunakwenda kuipata, kwa sababu lazima tuwe na mibadala mingi sana ya wachezaji kulingana na mashindano mbalimbali za timu za taifa, kwa sababu
ukiwa na uwanda mpana wa wachezaji inakupa wewe room kuweza kufanya calling ya players kulingana na tournament husika, kwamba kwa tournament hii naweza nikaita wachezaji wa aina hii, tournament hii nikaita wachezaji wa aina hii, au nikaita wachezaji wengi alafu nikapunguza katika uwanja wa mazoezi kwamba nani anaweza nikaenda naye, nani anaweza nikamwacha. Kwa hiyo hapa imepunguza ile wanasema random probability, namna ya kuweza kufanya selection inapunguza hiyo accessibility kwa kocha wa Taifa Stars. Lakini pia ukija kuangalia kwa upande wa Simba inakuwa ni disaster, kwa sababu tunaona Simba kwa sasa wapo katika eneo la kuweza kuitengeneza timu na kuweza kuirudisha kwenye hali ya kiushindani na kuwa stable zaidi. Kwa hiyo anapokosekana mtu kama Abdulrazak Hamza na Wilson Nangu ni pigo kwao. Lakini tunaona Abdulrazak Hamza alipokuwa amekosekana kwenye klabu ya Simba, Wilson Nangu alikuja na alikava space vizuri kabisa. Kwa ina maana kwamba tayari walikuwa washaanza kutengeneza muhimili mzuri kati ya Wilson Nangu na Rushaine De Reuck. Lakini kilichokuja kutokea kwa sasa, Wilson Nangu hayupo tena naye. Kwa hiyo hili ni pigo lingine. Kwa upande wa Simba hili ni pigo, na nafikiri kuna haja sasa ya kufanya check up ya kutosha zaidi kwa wachezaji wetu. Unajua wachezaji wa Tanzania ni tofauti na wachezaji wa kutoka mataifa yaliyoendelea. Sisi ni wachezaji ambao tunatoka mitaani, tumeshagonga sana, tumeshapiga ndondo nyingi. Tunakuja kucheza Premier League tayari tukiwa hatuko vizuri kiafya. Kwa unakuta kupata majeraha ni kitu ambacho kinawezekana ukakipata kwa urahisi kabisa. Tunaona imemtokea Mzize. Ukiangalia football career yake hajawahi kucheza hata ligi daraja la 4, ligi daraja la 3. Ametoka moja kwa moja amekwenda amecheza under 20 Young African, katoka under 20 kwa muda mfupi amekwenda senior team. Umeona? Na amekuja kupata majeraha, tunaona anachopitia kwa sasa. Kwa hiyo hiki pia naona kinakwenda kuwatokea kama Abdulrazak Hamza. Ukimwangalia Abdulrazak Hamza, yeye alikuwa na maumivu kwa muda mrefu. Dabi zaidi ya moja alionekana akicheza alafu akiwa hana uwezo wa kuendelea. Ukirejea mechi za kimataifa, Al-Masry kule kombe la shirikisho, alicheza, alishindwa kumaliza mchezo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maumivu. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anaumia, anarudi anaendelea, anaumia, anarudi anaendelea, lakini kwa sasa imekuwa imefika mwisho. Lazima aweze kupatiwa matibabu ya kutosha. Wilson Nangu pia kadhalika amecheza Simba, hajamaliza hata nusu msimu, tayari na ameshapata majeraha. Sasa hapa hii challenge ambayo inatakiwa sasa vilabu vyetu viweze kuwa very aggressive, hususan katika usajili. Kwenye kufanya vipimo vya wachezaji wanavyokuwa wanawasajili, kufanya check up ya afya. Ni kweli kwamba wanafanya check up afya exactly kwamba hii wanaangalia kila kitu, au wanamwambia hebu trot hapa mpaka pale, rudi sprint kidogo, anafaa huyu. Umeelewa vizuri? Kwa hii ni challenge kwa upande wa department ya afya katika club, kuangalia kwamba tunapokuwa tunachukua mchezaji kwenda kumfanyia check up, lazima tuangalie kweli, tuangalie nyama za paja zimekaaje, tuangalie magoti yamekaaje, tuangalie bega lipoje, zile joint zote ambazo ni za msingi tuangalie, na kama kuna sehemu ambayo tunaona kabisa kwamba hapa kutakuwa na maumivu ambayo hayawezi kuwa na msaada kwa karibu, basi tuanze kuona namna gani tunaweza tukalitibu. Wewe ni muumini wa masuala ya misumari, unaamini kwenye hilo? Yaani kwa maana wachezaji wenyewe kwa wenyewe wanachezeana ama timu pinzani zinawachezea baadhi ya wachezaji, unaamini kwenye hilo? Kwa upande wangu mimi siamini, lakini ni story ambazo wanazisikia zaidi. Kwa sababu mimi nakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa nipo karibu na wachezaji sana, nilikuwa naenda hadi kwenye camp zao, tunapiga story na nini. Kuna mchezaji mmoja ambaye sitamtaja jina, kuna siku anaenda kwenye mechi, yani socks yake hakuiona. Ndio. Yani siku unajua umefua socks umeziweka, alafu siku ya mechi imefika unashangaa ile socks uioni. Ndio. Na socks ambayo naamini kwamba hii socks yangu ya ushindi. Sahihi. Akasema bana basi sawa, akachukua socks nyingine akaenda kwenye game, anarudi socks anaikuta. Pale alipojeka. Anaikuta imeanikwa pale. Akasema bwana mimi socks sitaitumia. Umeelewa vizuri? Nakumbuka kipindi hicho walikuwa wanaita mtumishi, iombee bwana. Anambia sasa kama yeye ameshaamini kitu kingine inakuaje?
changamoto. Naambia kukusaidia basi ichome moto. Na kweli ilichomwa moto ile socks. Umeelewa vizuri? Yep. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa wanachezeana wenyewe kwa kiakili au kama kuna kweli kabisa kuna uhalisia kabisa wa kufanyana hivyo. Ni vitu ambavyo vipo, lakini kwa upande wangu mimi siamini hicho kitu, kwa sababu kama ingekuwa hiyo inaweza ikafunction. Yes. Basi Nigeria wangetubiti pakubwa sana. Nigeria hapo vizuri? Nigeria wangetubiti pakubwa. Wewe huje kufuatilia movie za Kinigeria? Ugali unaongea. Wangetubiti pakubwa zaidi, lakini yote katika yote ni kwamba mimi naamini hususan katika eneo la dokta wa timu na department zima ya afya ya timu. Yanatakiwa iwe makini sana kwenye kucheki vipimo pale. Waangalie. Tumeona hata barani Ulaya mara kadhaa tulikuwa tunaona hata Van Persie unajua kabla ya kwenda Arsenal, kabla ya kwenda Man United, kabla ya kwenda Arsenal, alianzia Arsenal afa kaja Man United. Kabla ya kwenda Arsenal alitakiwa Manchester United. Lakini kwa nini ilishindikana? Kwa sababu walicheki vipimo vya awali, ilionekana kwamba ana majeraha yatakuja kuwa gharimu. Injury prone. Mwangalie Louis van Nistelrooy. Louis van Nistelrooy ilifika kipindi baka basi mimi niko tayari kuja kucheza hata bure. Walikuwa wakifanya check up, wanaona kwamba huyu bwana alilazimisha Rooney kwenda kucheza Manchester United. Umeelewa vizuri? Lakini hivyo vitu kwa sababu gani? Kwa sababu ya eneo la kufanya check up wapo vizuri zaidi. Hawaangalii tu waanze kupima upumuaji, hebu fanya hivi, futa pumzi, angalia waanze kuangalia diaphragm inafanyaje. Wanaenda zaidi ya hapo. Wanapima hadi nyama zile. Blaza yangu Mrisho Alfa Ningasa alishakwenda hadi Uingereza, West Ham pale. Alifanya akiambiwa chukua mpira, piga danadana fresh, dribble fresh, fanya hiki fresh. Haya, tunakuja kwenye kipindi cha kuangalia sasa upo tough kiasi gani, piga push maputo. Yaani maputo unabidi upige push, puto lipasuke. Pa. Akipiga push anarudi yeye, akipiga push anarudi yeye. Akaitwa mtoto wa under 17. Akaambia mtu tupasulie. Mdogo alikuwa anaenda tu pa. Anapasua. Sasa Mlishongasa yuko senior. Mtoto mdogo wa miaka 17 yuko tough, anaweza kufanya hicho kitu. Mwambie basi rejea nyumbani katengeneze fitness. Alafu tutakuhitaji. Tukishamaliza kutengeneza fitness rudi. Blaza amerudi Bongo, akaongeza mke wa pili, akaendelea na maisha ya Simba nayo. Bwana, hivi ndivyo ambavyo tunafunga kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hapo awali tulianza na taarifa kuhusu klabu ya Simba kwa maana kwa sasa hivi maamuzi wanafanya wao. Kama atataka upande wa wadhamini awe mmoja, labda Mohamed Dewji, wameruhusiwa. Kama watataka wawili, watatu na kuendelea, ni wao ndio ambao wana hiyo nguvu ya kufanya hivyo. Lakini pia tumeangalia taarifa ambayo tupo nayo, kwa maana Abdulrazak Hamza, taarifa zinaeleza kuwa atakaa nje msimu mzima, kwa maana tusahau kama tuna Hamza msimu huu mpaka msimu ujao. Lakini pia Nango tayari amekamilisha upasuaji, kwa hiyo atakaa nje kwa miezi mitatu kuangalia uwezekano wa yeye kuweza kurudi tena. Hizo ndizo taarifa ambazo zinahusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tukihama hapo kuhusiana na